Ni darajani 1995. Podcast yako ya kwanza kabisa ya lugha ya Kiswahili inayopatikana nchini Tanzania, na leo tulikuwa na mchezo mmoja wa UEFA Champions League ambao ulifanyika Stamford Bridge dhidi ya Paphos ya Cyprus, na mechi hii imeweza kumalizika kwa Chelsea. Tumeibuka na ushindi wa bao 1-0, bao la Moi Caicedo akifunga kutokana na mpira wa foul au niseme mpira uliokufa uliopigwa kutokea kwenye kona ya mpinzani wetu. Mechi moja ngumu, mechi moja bora sana ambayo imefanyika Stamford Bridge, na kama kawaida kulikuwa na mabadiliko kadhaa kwenye kikosi. Moja ya mabadiliko ambayo yalikuwepo ni kuanzia nje kwa mtu kama Estevao Willian pamoja na Cole Palmer ambaye hakuweza kuonekana kabisa kwenye kikosi, lakini kwenye idara ya goalkeeper hatukuweza kumuona Robert Sanchez akiwa kwenye kikosi kinachoanza, lakini baadaye alikuja kupata nafasi ya kuingia. Benoit Badiashile pia akaungana na Wesley Fofana kwenye center back, lakini waliobakia wengine Alejandro Garnacho, Liam Delap, Enzo Fernandez pamoja na Pedro Neto, wao walikuwa kwenye kikosi pia ambacho kilipata kuanza. Kama nilivyokuambia, ushindi ni 1-0, Moi Caicedo akifunga kwa njia ya kichwa. Ni machache sana kumuona Moi Caicedo akifunga kwa njia ya kichwa, lakini mechi moja ngumu sana. Niko na Amani Mustafa almaarufu kama Prof yuko hapa kuweza kutujuza nini ambacho ameweza kukiona kwenye mchezo huu, na kipi ambacho kwake kimemvutia zaidi, na kipi ambacho kitufanya tuwe na mechi ngumu sana ambayo mpaka dakika 78 75 tulikuwa bado hatujapata bao, mpaka pale ambapo 78 Moi Caicedo akaweza kutupatia bao la kuongoza na bao la ushindi kwa siku ya leo. Amani, unafikiri kitu gani ambacho leo kilikuwa ni kigumu sana na ilikuwa ni ngumu sana kuweza kupata ushindi kutoka kwa Paphos? Kwa leo, kwanza kitu ambacho kilikuwa kigumu zaidi mpaka kupelekea kupata ushindi mwembamba huu ni namna ambavyo timu ya Paphos ilikuwa imejiset, kwa maana ilikuwa inacheza low block ya nguvu sana, na Enzo Maresca, kwa mashabiki wengi sana tumekuwa tukilalamika namna ambavyo amekuwa hana ile namna nzuri ya kuweza kumanage kucheza na timu ambazo zinacheza low block. Leo kulikuwa kuna diagonal passes nyingi sana, kulikuwa kuna kosekana yule spareman mmoja ambaye anaweza carry the ball forward, akavunja ile block kwa kupiga chenga 2-3 kuingia kupita katikati ya ile block. Kwa hiyo kikubwa kwenye mechi ya leo ambacho kilikuwepo ni kwamba ilikuwa ni namna ya kuifungua block ya Paphos, lakini pia licha ya kutesti mashuti ya mbali, lakini goalkeeper wao alikuwa ni mzuri sana, na hii ilipelekea mechi kutengeneza ugumu mkubwa sana kwenye mechi ya leo, kizingatia mechi wakati tunaanza kwa aina ya kikosi ambacho tulianza na Enzo Fernandez kama namba 10 wetu ambaye alikuwa anashuka deep kuweza kuchukua mpira, lakini kusogea juu kwenda kushambulia, akiwepo Reece James pamoja na Moyo akiwa anacheza kama double pivot pale katikati. Lakini pia tuliona Pedro Neto pamoja na Alejandro Garnacho wakitumika leo kama mawinga na Liam Delap kama 9. Kwa hiyo kulikuwa kuna kusekana mtu ambaye anaweza kucarry the ball forward, kuingia katikati, kupita huku, kuweza kutengeneza namna ambazo anaweza kaondoka na wachezaji 2-3 ili kuweza kufungua nafasi kwa wachezaji wengine, pengine kuweza kusababisha sasa madhara katika lango la timu pinzani. Lakini licha ya hayo yote hatuwezi kuandareti uwezo wa Paphos. Ni timu ambayo ilikuwa inacheza 3-4-3 ambayo ilikuwa ni bonge moja la compact, ambapo walikuwa wakija kublock wanakuja kucheza wachezaji kwenye ile phase ya chini kama 8 hivi, ambapo ilikuwa kuna ugumu mkubwa sana kwa namna ya kuweza kuwafungua. Lakini pia ukiangalia aina goalkeeper ambaye leo alikuwa nayo Jay Gota, ambaye ameweza kufanya save nyingi sana, na nadhani katika save alizofanya kati ya 7 zilizopigwa on target kuna save kama 6 hivi ameweza kusave, na save na goli pekee la Moi Caicedo nadhani ndio mpira ambao pekee ambao tuseme kugusa. Lakini ukiangalia namna ambavyo ameweza kudominate pale golini, kuweza kufanya saves, kuweza kuseti backline yake kwa namna kubwa sana, hii ilikuwa inatupelekea tunapata wakati mgumu sana kuweza kupata matokeo kwenye mechi ya leo. Lakini mwisho wa siku ukiruhusu kushambuliwa sana,
so technically tu utaweza kuruhusu goli, na mwisho wa siku Moi Caicedo aweza kutusaidia tuweze kupata ushindi mwembamba, na mpaka hivi sasa kuingia nafasi ya 8 katika zile timu 8 ambazo zina qualify moja kwa moja kucheza hatua ya 16 bora, na hapa tukisubiria mechi ya mwisho ambayo tutacheza dhidi ya Napoli. Unazungumziaje kiwango cha baadhi ya wachezaji ambao leo hii walipata nafasi ya kuanza? Kuna sintofahamu ambayo naiona kwa watu wengi wanamzungumzia Alejandro Garnacho kwamba inaonekana kuna namna hajaonyesha kile kiwango ambacho wengi walikitarajia. Wewe kwa upande wako unamzungumziaje Alejandro Garnacho kwa siku ya leo pamoja na Liam Delap? Kwanza kabisa naweza nikasema ni kwamba kitu ambacho kinafanya wengi zaidi tunamzungumzia Alejandro Garnacho mpaka hivi sasa, kwanza kabisa ndo winga pekee ambaye katika mawinga wetu wote, si Pedro Neto, si Jamie Bino Gittens, si Estevao, Alejandro Garnacho ndo winga pekee ambaye anajua namna gani anaweza kujiseti na sehemu gani nafasi zikamfuata, na ndio maana lawama nyingi sana zinakuja kwake kutokana na namna anavyojiseti na namna ambavyo nafasi zile zinapokuja na namna anavyozitumia. Ukiangalia kwenye mechi ya leo ameweza kupata nafasi kama 2-3 ambazo kuna moja ilifanywa block na beki wa Pafos ambayo kama angetulia vizuri kulikuwa kuna uwezo mkubwa sana wa kufunga. Kwa performance overall huwa ana offer energy kubwa sana uwanjani kwa maana ya kukaba na kushambulia, lakini kwa namna ambavyo anatumia nafasi zake siwezi kusema kwamba anatumia vizuri sana au vibaya sana, lakini bado haijaridhisha, na lakini pia naweza nikasema ni kama labda bado hajasettle vizuri kwenye timu, ila kwa kiwango kikubwa yeye ndio huwa mchezaji ambaye pengine huwa anapata nafasi kadhaa ambazo anaweza akafanya attempt golini na kuonyesha uhatari ule unaokwepo, tofauti kabisa na akiingia mchezaji kama Jamie Bino Gittens ambaye yeye amekuwa anaonekana kama mchezaji ambaye ni surplus to requirements, ana ile uhatari mkubwa sana katika box, tofauti na Alejandro Garnacho. Kwa hiyo tukiangalia kwa namna kiwango cha Alejandro Garnacho kwenye mechi ya leo, kiwango chake hakikuwa kibaya, hakikuwa kizuri sana, na hii ni overall kwa wachezaji wote, lakini kwa namna nafasi alizozipata, kama angeongeza utulivu zaidi na imani angezigeuza zile nafasi kwa magoli. Lakini pia ukiangalia mchezaji kama Pedro Neto, amekuwa ni mchezaji ambaye anatumia nguvu nyingi sana lakini akili kidogo. Kwa hiyo kuna muda inatuletea wakati mgumu sana kwenye kupata matokeo haraka. Kuna sehemu ambayo anatakiwa kufanya kitu chepesi tu cha kutoa pasi au pengine kutoa cross, lakini kuna mambo mengi. Kwa ukiangalia namna pia umeuliza kuhusiana na Liam Delap hakuwa na performance nzuri sana leo. Na kwa nini? Kwa sababu alikuwa anakosa ile linking kutoka kwa viungo wa chini, na hii ilikuwa inamlazimu kuweza kusogea chini kidogo ili kuweza kureceive mipira, kufungua nafasi kwa Enzo Fernandez ambaye alikuwa anapanda juu zaidi kama namba 10 akiwa anacheza upande wa kushoto. Na hii ndio maana ilimpelekea hata kipindi cha pili kuweza kutolewa mapema na kuweza kureplace na Joao Pedro, kwa sababu hakukuwa kuna ile huduma inapatikana hapa katikati. Na ndio maana tulipomwona Estevao Willian alivyoingia kipindi cha pili, kwa namna fulani tuliona nafasi zilianza kufunguka kutokana na uwezo wake wa kuweza kucheza pembeni, lakini pia kucheza kama namba 10 na kuweza kupita katikati ya hata wachezaji wawili watatu. Kwa hiyo hii kwa namna moja ama nyingine iliongeza umakini wa timu pinzani kuweza kumark Estevao Willian, na hii kuweza kufungua nafasi sasa kwa wachezaji kama Enzo Fernandez, Pedro Neto, kina Moi Caicedo, lakini pia wachezaji kama kina Jorel Hato na Malo Gusto ambao walikuwa wanasogea juu sana, ambao walikuja kuwa replaced baadaye Jorel Hato akireplacewa na Marco Cucurella, ambao kwa namna fulani kuna muda walikuwa na invert, lakini pia kuna muda walikuwa wana overlap ili kuweza kuongeza idadi ya washambuliaji katika box. Kwa hiyo overall ukiangalia kwa Alejandro Garnacho na Liam Delap, kiasi fulani Alejandro Garnacho alikuwa na mechi nzuri japokuwa kuweza kutumia nafasi vizuri, lakini Liam Delap sidhani kama alikuwa na nafasi nzuri sana, na siwezi kumlaumu kutokana na aina ya kikosi kilichoanza, lakini pia kukosekana kwa uwezo wa mchezaji ambaye anaweza kawa ni mzuri wa kukota mipira na kupita katikati ya mabeki wawili watatu kama alivyokuwa akifanya legend wetu Eden Hazard ili kuweza kufungua nafasi kwa wachezaji wengine. Kwa hiyo hicho ndio nilichokiona zaidi kwa Alejandro Garnacho pamoja na Liam Delap. Tumekuwa tukimzungumzia sana Pedro Neto kwamba anapata nafasi ya kwanza kwenye kikosi, lakini bado kuna madhaifu ambayo mara nyingi wachambuzi wangu mmekuwa mkiazungumzia. Unafikiri ni kwa nini amekuwa untouchable player kwenye kikosi chetu mpaka muda huu? Unapotamani kwamba labda unaweza kufanyika mabadiliko ambayo yanamfanya asubiri kidogo nje, bado anakuwa ni mchezaji ambaye amekuwa regular kwenye kikosi. Kipi ambacho Pedro Neto anawapa walimu hawa wawili
mpaka msimu huu tuliowatumia. Enzo Maresca alikuwa ni favorite player kwake, lakini amekuja Rosena Riam naye pia amekuwa ni favorite player. Kitu gani ambacho Pedro Neto anaipa timu kwa asilimia kubwa? Naweza nikasema Pedro Neto kitu anachokipa timu kwa asilimia kubwa ni work rate yake uwanjani. Ana cover space kubwa, ana cover ground kubwa sana. Unaweza kumuona kushoto, unaweza kumuona kulia, wakati wa kushambulia unamuona kashuka chini kama wing back na kwenda kukaba kuweza kumsaidia beki wa sehemu ya labda ya kushoto ama kulia kutokana na nafasi husika ya mechi anayocheza. Na ndio maana walimu wao wote kwa maana Enzo Maresca pamoja na Liam Rosenior wanamuona kama chaguo namba 1. Ukiangalia mchezaji kama Estevao Willian ni mchezaji ambaye anakuofa zaidi kwenye kushambulia, na kama ukiwa unahitaji matokeo basi unamhitaji mchezaji kama Estevao Willian ambaye yeye anaweza kukupa matokeo muda wote. Lakini ukiwa unahitaji balance ya timu ambayo unahitaji balance kwenye kukaba na kwenye kushambulia, basi utamchukua Pedro Neto. Na ukiangalia mfumo wa kisasa wa sasa hivi wa mpira wa sasa tofauti na zamani tulikuwa tunaambiwa kwamba namba 9 yeye akabi, wengine wote wanakaba, lakini kwa hapa tunaona Liam Rosenior ameliongelea, lakini Enzo Maresca kwamba wachezaji wote 11 tunaenda kushambulia, wachezaji wote 11 tunahitaji kukava nafasi na kuweza kukaba. Kwa hiyo ukiangalia namna ambavyo Pedro Neto anavyo cover ile ground kwa maana ya kushambulia na kudefense kwa namna moja ama nyingine, inakuwa mwalimu yoyote yule anaweza kumuona kama mchezaji favorite kwake. Lakini kama ukiwa unahitaji matokeo especially kwenye mechi kama hizi ambazo timu zinacheza low block na hakuna uhatari mkubwa sana wa kushambulia, mfano leo kulikuwa kuna attempt kama 2-3 tu ambazo zilikuwa na hatari kutoka kwa Pafos, basi unahitaji mchezaji kama Estevao Willian, unahitaji mchezaji kama Bino Gittens ambaye ana uwezo wa kutoka mabeki wawili watatu na pengine kuweza kufungua nafasi kwa wachezaji wengine ili kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo kitu favorite ambacho kinambeba mpaka hivi sasa ni ile tu uwezo wake wa kuweza kukava ground kubwa kwa maana ya wastani wa kushambulia na wastani wa kukaba. Na ndio maana pia tunakiona hicho kitu the same kwa Alejandro Garnacho. Kwa nini anaanza zaidi? Si kama ni mzuri sana kwenda kushambulia mbele, ila ana balance nzuri katika kushambulia, pia ana balance nzuri katika kukaba, tofauti na Bino Gittens pamoja na Estevao Willian. Kwa kawaida ukiweza kuanza na hao wachezaji, tegemea kwa namna moja ama nyingine mabeki wako wa pembeni kuweza kuelemewa, especially unapokutana na timu ambazo pia nazo zinashambulia sana. Kwa mechi kama ya leo nilitamani sana aanze Estevao Willian kwa sababu nilijua hii timu itakuja kucheza kama low block na itasubiria kupata nafasi tu zile muhimu ili kuweza kushambulia. Kwa hiyo nilitamani sana kuona mchezaji kama Pedro Neto kama Estevao Willian kuweza kuanza, lakini pia mchezaji kama Bino Gittens kwa dakika kadhaa kuweza kucheza. Na hii kwa namna moja ama nyingine pengine tungepata ushindi wa zaidi ya goli hizi, kwa sababu ni wachezaji ambao wana uwezo mkubwa wa kudribble, wana uwezo mkubwa wa kuwapita wachezaji wawili watatu, lakini changamoto yao inakuja tu kule kwenye kuja kukava magepo ambayo wanakuwa wameacha wanapoenda kushambulia. So to Pedro Neto situation hiyo ndo ambayo inambeba zaidi toka kwa mwalimu Enzo Maresca mpaka hivi sasa kwa Liam Rosenior. Okay, unafikiri kwa namna ambavyo Pafos wameweza kuingia leo, wametoa darasa lingine ambalo kama mwalimu anatakiwa kulielewa, na kwamba atakutana na mechi za design nyingi ikiwa kwenye ligi kuu soka ya England EPL, lakini pia UEFA Champions League kama ambavyo tupo, lakini na michuano mingine ambayo tunaweza kwa tunashiriki timu kama Chelsea. Unafikiri kitu gani ambacho mwalimu anatakiwa kukifanya kwa ajili ya kukabiliana na timu za aina hii, hasa ambazo zinakaba kuanzia chini zaidi? Kwanza kabisa mwalimu anatakiwa aangalie ni namna gani anaweza kutumia silaha zake ambazo zina characteristics tofauti kabisa na wachezaji wengine wote kwenye timu. Na hapa namzungumzia zaidi Cole Palmer, namzungumzia Estevao Willian, namzungumzia mchezaji kama Jamie Bino Gittens. Ni wachezaji ambao wana uwezo wa aina tofauti kabisa kwenye timu. Bino Gittens amekuwa ana uwezo mzuri sana kutokana na majeraha hapa na pale, kuumwa, lakini pia kupata nafasi sana ya kucheza under Enzo Maresca, na nadhani huu ni wakati mzuri kwa sababu wamesema wachezaji wote wanaanza upya. Kwa hiyo nadhani aangalie namna nzuri ya kuweza kuwa shape wa wachezaji, kwa sababu watampa advantage kubwa sana. Ni wachezaji ambao wana characteristics tofauti na wachezaji wengine wote wale kwenye timu, kwa sababu ya uwezo wao wa kuweza kupata mpira, kuona maono, kupiga pasi, lakini kushambulia lango la timu pinzani. Kwa hiyo anachotakiwa ni kuandaa mbinu nzuri ambazo anaweza akatumia akawa kama spare man wake
kwa namna ambavyo akawaseti wakawa wanamshindia mechi. Ukiangalia kwenye timu mfano kama Manchester City, Pep Guardiola na mchezaji wake ambaye ni Ryan Sheikh ambaye anajua mambo yakiwa magumu basi ni muda yeye kumtumia. Kwa hiyo kocha Liam Rosenior anatakiwa na wachezaji na ajue namna gani anaweza akawashepu, kwa sababu anaweza kumpa advantage kubwa sana kwenye namna ya kushinda mechi hizi kubwa kubwa. Kwa hiyo lakini pia kwenye mechi sana kwenye mechi hizi ambazo tunacheza na timu ambazo zinakaa kwenye low block au mid block, na pengine akisipo consider sana kwenye kuangalia balance, tunaweza tukawa tunapata ushindi kwenye mechi nyingi sana, au tunaweza tukashinda mechi mapema sana, alafu pengine ndio tukarudi kwenye hiyo system ambayo wanaiamini kwa maana ya makocha wa kisasa. Kwa hiyo hicho zaidi ndio cha kocha Liam Rosenior kuweza kuongeza, kwa maana kuongeza mbinu nzuri ambazo zinaweza kufanya kwa shape wa wachezaji kwa maana Estevao Willian pamoja na Cole Palmer, lakini pia Jamie Bino Gittens ambao wana uwezo wa kitofauti zaidi na wachezaji wengine wote katika kikosi chetu cha Chelsea. Tarehe hapa tunapozungumza ni tarehe 22 ya mwezi wa kwanza, lakini nini maana yangu ya kusema hivi? Tuna siku 6 kuelekea kwenye mchezo mwingine wa mwisho kabisa wa UEFA Champions League ambao tutakuwa pale Stadio Diego Armando Maradona, Italia, kukabiliana dhidi ya Napoli ambao sasa utakuwa ni mchezo wa mwisho ambao utakuwa unatupa kwamba tuko kwenye nafasi gani na tunaweza tukawa kwenye hatua ya mtoano kwa mechi ijayo, au tukawa tumefuzu moja kwa moja kwenda hatua ya 16 bora. Mpaka hapa tuna pointi 13 na Napoli ambaye tunaenda kukutana naye ni timu ambayo haipo kwenye kiwango kizuri sana, na pointi 8 ikiwa na nafasi ya 25, bado inang'ang'ania nafasi. Unafikiri mchezo huu utakuwa ni mchezo wa aina gani, na kipi ambacho kama wana Chelsea waweza kutarajia kinaweza katokea kwenye mchezo huu wa dhidi ya Napoli ambayo inanolewa na kocha wetu wa zamani Antonio Conte? Kwanza mechi hii itakuwa na fiziki sana, ni mechi itakuwa ya mikiki mingi sana, lakini ni mechi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa kwa maana ya vikosi vyote viwili. Na kwenye mechi hii tunategemea itakuwa battle kubwa sana, kwa sababu Napoli nao pia wanaendelea kupambana wakiwa na hali mbaya kweli kweli, wako nafasi ya 25 wakiwa na pointi 8, ambapo ukiangalia Napoli ana pointi 8, lakini kutoka nafasi ya 25 mpaka nafasi ya 18 ni tofauti ya pointi 2 tu. Kwa kama akishinda mechi hii basi ana uwezo kuingia katika hatua ya mtoano. Lakini pia ukiangalia sisi wenyewe kuanzia nafasi ya 6 mpaka nafasi ya 14 na nafasi ya 15 kuna utofauti wa alama moja tu. Kwa ina maana ukipoteza hapa kuna mtu mwingine anapanda, na ukizingatia sisi tupo nafasi ya 8. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ngumu kweli kweli kwa pande zote mbili, lakini pia ni mechi ambayo ndio itaamua kama tutacheza kwenye mtoano au tutafuzu moja kwa moja. Kwa hiyo mashabiki wa Chelsea wategemea mechi ngumu, lakini pia kama kocha akiweza kuchanga karata zake vizuri, Napoli sio timu ngumu sana ya kusema inaweza ikatutisha kwa kiasi hicho kutokana na quality ya wachezaji tulionao na wao, lakini pia performance yao ya hivi karibuni. Kwa hiyo tutegemee mechi ngumu, lakini kama mambo Liam Rosenior akiweza kuwashughulikia na kuweza kutrist vitu viwili vitatu, basi kuna uwezekano mkubwa tunaweza tukashinda na tukafuzu moja kwa moja bila hata kucheza katika hatua ya mtoano. Kama kawaida mimi ninapomaliza lazima nipate kitu kidogo kutoka kwako. Leo hii tumeshuhudia magolikipa wawili wakipata nafasi ya kucheza dakika 45 kwa dakika 45. Kitaalamu, clean sheet inaenda kwa nani? Kwa kuwa Frank Lampard alifukuzwa na Thomas Tuchel akaweza kushinda ubingwa katikati ya msimu, kwa technically clean sheet itaenda kwa Robert Sanchez. Okay, mimi nikushukuru sana bwana. Shukrani. Asante sana bwana, tulikuwa pamoja hapa kupitia Darajani 1995, na huyo ulikuwa unamsikiliza anaitwa Amani Mustafa ambaye alikuwa mchambuzi wetu wa zamu kwa siku ya leo. Lakini mimi naitwa Himidio Kabuje, Mbrazil anayecheza kupitia mdomo. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube channel pamoja na kule Audiomack kupitia Darajani 1995. Kwa niaba ya wengi ambao
wako nyuma ya uandaaji wa haya ambayo unayasikia. Nipate kuwaaga na kuwatakia siku njema na majukumu mema ambayo yanaendelea. Asanteni sana na niwatakia siku njema.